Wapendwa watendaji wa neno na sio wasikilizaji tu wa neno, jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye na mamlaka kama mwenye haki hapa chini duniani lisifiwe sana na litukuzwe milele yote. Popote pale ambapo unatega sikio lako kunifuatilia, kama vile Bwana alivyosema nami ya kwamba sikuiti tena mtumwa, maana mtumwa hajui alitendalo bwana wake, bali ninyi nawaita rafiki, kwa maana yote ambayo Bwana amenijuza ametaka niwajuze. Na kwa kawaida huwa rafiki huwa anamshirikisha rafiki yake juu ya masuala yoyote yale ambayo yanaweza akawa na msibu, na kupitia hayo moja kwa moja inaonyesha ni kwa kiasi gani kuna uthamani au kuna namna ambavyo Mungu ameweza kutuonyesha kwamba kupitia mtu kuwa rafiki ni rafiki ambaye huwezi kumficha siri. Maana rafiki ni mtu ambaye unaweza kumwelezea tatizo lako na akalibeba. Na Bwana wetu Yesu Kristo ni rafiki wa kweli ambaye anatubebea madhaifu yetu, anatubebea maovu yetu. Na kwa kupitia ujumbe huu napoeleza kwamba ni rafiki, manake kile ambacho Mungu yeye anakijua huwa rafiki yake huwa anamnong'oneza. Kwa umekuwa mojawapo wa rafiki wa Mungu kuweza kukujulisha hichi ambacho siku ya leo ametaka nikilete mbele zako kama baba, mama, kijana, mzee pamoja na watoto, mkiwa ndani ya taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Hivyo tukiwa tunaendelea kutengeneza nyikani njia ya kuya Bwana Mungu wetu, na tukitengeneza watu kwa ajili ya maandalio ya unyakuo wa wakati wa mwisho, na pale ambapo umepindishwa usipate kujua ya kwamba haya pia ni wakati wa maandalio, basi upate kujua kweli na hiyo kweli ipate kukuweka huru. Ikiwa nahitaji kuingia kwenye somo husika, ikiwa nahitaji kutaka kuingia kwenye somo hili, basi tuombe kwanza ili niweze kuingia katika somo la siku ya leo. Ninakushukuru Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, uliyempa mwanao Yesu Kristo mamlaka chini duniani na mamlaka juu mbinguni, ukampa jina lililopita majina yote, ambao kupitia jina hilo Mungu likitajwa, wagonjwa wanapona, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, mabubu wanasema na matasa wanazaa. Ninakushukuru pia Bwana wangu Yesu Kristo, uliyetupatia Roho Mtakatifu, ukasema siwaachi tena watumwa, bali nitawapa msaidizi wa kufanana. Tunashukuru kwa Roho wako Mtakatifu ambaye umemwachilia kwetu kama mshauri, anayetuelekeza, anayetufundisha jinsi ya kuomba kama ilivyoandikwa, na yale mafuta mlivyoyapokea napokaa ndani yenu yatakavyowafundisha habari ya mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yanavyowafundisha kaeni ndani yake. Amen. Basi niweze kusema somo la siku ya leo linaelezea Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Ninapata neema hii ya kukufundisha kwa habari ya Mungu ni Mungu wa nyakati na majira, na neema hii pia imekufikia wewe kujua kwamba Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Ninapozungumzia kwamba Mungu ni wakati na majira, hata tunaweza tukaona kwa uthibitisho wa vifungu vitakatifu vya sheria ya ufalme wake, vikiwa vinatuelezea kwamba ni jinsi gani Mungu huwa ni Mungu wa wakati, na Mungu huwa hawezi kutenda jambo nje ya wakati. Manake ndio sheria zake,
ndiyo maagizo aliyoweka, ndicho anachokisimamia. Kwa Mungu wetu ni Mungu wa wakati na majira. Kwa tunajua duniani kuna nyakati za baridi, kuna nyakati za kiangazi, kuna wakati wa kipupwe, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kung'oa. Kwa kila jambo linapokuwa limefika ule wakati timilizo, hakuna kinachoweza kusimama kuzuia, kwa maana Mungu yeye ndio huo wakati. Na nyakati za kila mtu ziko mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo inapofika wakati wa ule mtu, mkono wa Mungu unakuwa pamoja na huyo mtu kwa huo wakati. Sasa ninapokuwa nikisema haya, ninataka nikupe uthibitisho wa kimaandiko unavyotuelezea jinsi mhubiri anavyosema kwamba Mungu ni Mungu wa nyakati. Katika kile kitabu kitakatifu cha Sheria ya Ufalme wa Mungu cha Mhubiri, naona mhubiri hapa anapoweza kutufahamisha kwamba kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa kila kusudi, kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa kila kusudi. Kwa lazima ujue kwamba kila jambo lililokusudiwa hapa chini duniani huwa lina wakati litimizwe lililokusudiwa, iwe ni baya iwe ni jema. Kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa kila kusudi chini ya hii mbingu, kwamba hata lolote ambalo Mungu amelikusudia huwa anasubiri wakati wa kulitimiza lile alilokusudia kwenye maisha yako, iwe ni baya ama ni jema. Ndio maana tunaona hata wajawazito wamewekewa kalenda na Mungu ambao ni majira. Wanapofika miezi 9 lazima mtoto wao amefikia miezi 9 ndio aweze kuzaliwa. Mungu akiwa anajua, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinatakiwa viumbike, viwe vimesha kuwa kwenye hali nzuri akiwa tumboni mwa mama yake. Ukamilisho wa uumbaji wa kile kilichomo tumboni unakuwa umekamilishwa kwa miezi 9, na inapofikia hiyo miezi 9, basi inafika wakati huo mwanamke anajikuta amepata uchungu, maana unakuwa ni wakati wa kuzaliwa au wa kuzaa. Sasa ndivyo ambavyo na sisi kama kanisa tunatakiwa tuwe na utungu. Kwa maana hata ukisoma Biblia utaona, tazama, akaonekana mwanamke aliyevikwa jua na nyota 12, na ili hali akilia kwa utungu anataka kuzaa. Huyu mwanamke ni kanisa, kwa akawa katika kulia kwa utungu. Kuzaa nini? Kuzaa watu ambao ni asili ya mfano na sura ya Mungu hapa duniani. Hiyo topic ni kubwa sana, ama mafundisho ni mapana sana kwa habari ya mfano wa Mungu na wa sura ya Mungu. Maana matendo aliyokuwa akiyatenda Kristo ya upendo, hiyo ndio sura ya Kristo, na huo ni mfano kwa wanadamu ambao wanatakiwa zifuate nyendo za Kristo. Sasa ninapozungumza haya, ninataka nikuelekeze jinsi ambavyo tuko katika wakati kanisa linapaswa kuwa na utungu, linapaswa kuwa katika hali ya toba, linapaswa kuwafundisha watu neno la wakati na majira. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza 2:12, Nyakati wa Kwanza 12:32, inasema wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, iwapasayo wana wa Israeli kutenda.
Kwa lazima hata mkulima awe na akili ya kujua nyakati na majira ya vuli na masika. Kwa pale ambapo tunaona baadhi ya mataifa mengi ama Afrika ikiwemo na Tanzania, kunakuwa na hali ya mabadiliko ya hali ya mvuli na masika, basi tunajikuta wengi wao wanaenda shambani na ilihali wanajua nyakati zilizoamriwa na majira yaliyoamriwa. Kwa wengi hawatembei na yale majira ya vuli, wengi hawatembei na yale majira ya nyakati ambazo zimekusudiwa katika mikoa yao waweze kupanda chakula ambacho ile mvua itaweza kuwanyeshea kuanzia huo msimu au huo wakati mpaka kiweze kuleta matokeo mazuri kwa mkulima. Kwa tunaona jinsi watu wanaenda kwa kupapasa, na yote ni unasikia kila mtu anadai nyakati zimebadilika, majira yamebadilika, lakini Mungu si kigeugeu. Mungu ni wa wakati na majira. Maana utasoma Biblia katika Yeremia 5:24, sema wala waseme mioyoni mwao, na tumche Bwana Mungu wetu aletaye mvua za vuli na masika kwa wakati wake, na ameweka na juma za mavuno zilizoamriwa. Lakini mstari wa 25 nasema maovu yenu na dhambi zenu zimegeuza. Kwa hata pale mnaposikia watabiri wa hali ya hewa wanaweza kuwa wanatoa utabiri wa April, Mei mpaka Julai kwamba kutakuwa na mvua, watu wanajikuta wanataka kwenda na huo upepo wa huo utabiri. Lakini kwenda katika hiyo hali ya upepo lazima upige hesabu. Je, kama ni maharage unayapanda miezi hiyo tunakoelekea baridi ikishaingia mvua inakoma. Kama ni mahindi, baridi ikishaingia mvua zinakoma. Kwa mikoa inaopata mvua kwa misimu hiyo miwili, lazima mpambanue kwamba kuanzia mwezi huo wa 5, kama ni Mei, baridi zinaanza. Juni kuelekea mwezi wa 5 wa 6, ina maana mvua inakoma. Ukiwa umepanda mahindi yanayotegemea kunyeshewa ikakoma, ndivyo wakulima wengi wamejikuta hivi sasa wanalia. Wamepanda mbegu shambani, zimeoza, na nyingine zimetokeza kufikia tu kubeba. Ile mbegu inataka kuzaa, imekoma mvua, na wamejikuta wanasema, tazama mazao ya shamba tuliyoyapanda, mwisho ilipofikia tu wakati inabeba kaishia njiani. Kwa nini? Hilo ni fumbo ambalo Waswahili wanasema fumbo mfumbulie mjinga, lakini mwerevu atalitatua. Utoaji wa mimba pia, mtu anapopata ujauzito anajisikia kutoa mimba katikati hata ya majira ya mwezi wa 9 hajatimia, anasikia kwenda kutupa mtoto. Sasa Mungu kuna namna anavyoweza kusema, kama vile Mungu anapopata uchungu anapoachilia mbegu toka kwa mwanaume kwenda kwa mwanamke ili itungishe mimba, ilete mazao ama ilete uzao wa Mungu ambao ni mtoto hapa chini duniani. Wengine wanaukatisha maisha yao wakiwa na miezi 2, 3, anatoa mimba. Sasa Mungu amejaribu kutaka kuongea kwamba ikiwa mnawatendea Mungu anaumia, je, ninyi mkitendewa kwamba mmepanda mbegu
Katika shamba yako unategemea kuvuna, afu mvua inaishia katikati. Kile kilichokuwa kimebeba hakijakomaa, iwe ni maharage hajakomaa, iwe ni mahindi hajakomaa, iwe ni matunda, mvua zinakata, inaishia katikati, kuonyesha kwamba ni kwa jinsi gani hamwezi kusubiri kipindi, majira ya Mungu yaliyoamriwa ili mtoto ule azaliwe. Kwa Mungu anataka kuongea kwamba kadri mnavyotenda ndivyo mnavyotenda, kadri mnavyopanda ndivyo mtakachovuna. Kwamba mtu anapanda kutoa mimba kabla wakati, Mungu anasema ulichopanda ndicho utakachovuna. Kwa Mungu anaweza akazungumza na wanadamu hata kwa njia ya mazingira, hata ya mazao, hata ya wanyama. Mungu akasema na mimi katika maono, nikaona wanyama wakiwa wanahama katika maeneo rasmi ya malisho yao. Ndivyo akanambia, ndivyo mataifa, ndivyo wanadamu watakavyohamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anasema watatawanyika, kama unavyoona mataifa yanayopigana vita. DRC Congo wanatoka kimbia makazi yao, Sudani Kusini, Israeli, Palestina. Hapo Rais Trump anatuma watu ambao wameingia, iwe ni kinyemela, iwe ni kwa kufuata njia sahihi, wanahamishwa. Watu wanajiuliza nini? Wanatimiza maandiko, natimizwa unabii wa Isaya 24. Sema tazama dunia itaifanya kuwa tupu na kupindua na kuwatawanya wakao ndani. Kwa Mungu anaweza akazungumza kupitia viumbe, mazingira, lakini huku akiwa anagusia maisha ya mwanadamu aliyempa akili, aliyempa akili ambayo inatofautishwa na mnyama, kuweza kujua kwamba ni kipindi cha nyakati zilizoamriwa kutimilizwa, watu kuhamishwa kutoka sehemu moja ya makazi yao na kwenda maeneo mengine, na ambayo kwenda huko watu wanahitaji chakula, ili yale Mungu anataka kutimiza neno la kwamba walioandikiwa kufa kwa njaa. Yeremia 15 mstari wa 2 anasema waambiwe watoke waende, na watakuambia tutoke twende wapi? Akasema walioandikiwa kufa kwa upanga watakufa kwa upanga, kufa kwa njaa watakufa kwa njaa, kutekwa nyara watakuwa mateka. Hayo ni majira ya kutimilizwa neno la Mungu lililoamriwa, na kila kilichoamriwa kwa wakati na majira huwa lazima kitekelezwe. Huwa lazima mbingu iwe upande wa kile kilichoamriwa kwa wakati na majira, kiweze kutimiza kusudi lake. Kila mtu ameletwa hapa duniani kwa kusudi fulani fulani. Kwa kila mtu anapokuwa yuko katika wakati na majira uliokusudiwa, inamlazimu hakikisha anafanya kazi au anatenda jambo ambalo Mungu amemuitia kulifanya kwa huo wakati. Kwa ninapokuzungumzia kwa habari ya neno la wakati, ndivyo nilivyokusudiwa, ndivyo ambavyo nimeamriwa nikupe kujua kwamba Mungu ni wa nyakati na majira, na wakati huu ni ule wakati ambao ni mbaya. Ni ule wakati ambao Mungu asema upendo wa wengi utapoa. Ni ule wakati ambao wanadamu wako radhi watoe maisha ya familia baba kwa ajili ya mali. Tuko wakati mgumu, tuko nyakati ambazo sio nyakati za kula na kushiba kama watu wanavyodhani. Maana katika Hezekia 14:16 anasema tena, mwanadamu, nitalivunja tegemeo la chakula na mkate,
Kwa tuko nyakati za Mungu kuvunja tegemeo la misaada kutokea Ulaya. Leo mnajiuliza mbona misaada inazuiwa? Je, ni kwa sababu ya vita? Hivyo vita Mungu katika taifa hili pia aliviamuru sawa sawa na Isaya 19 mstari wa 2. Nami nitamtuma Isaya 19:2. Asema nami nitawaamsha Wamisri juu ya Misri, nao watapigana, kila mtu na ndugu yake, kila mtu na jirani yake, mji juu ya mji na ufalme juu ya ufalme. Na akisema mstari wa 4, nami nitawatoa Wamisri na kuwatia katika mikono ya mfalme mgumu, bwana mgumu na mfalme mkali atawatawala. Ndivyo kinachofanyika, ndicho kinachoendelea sasa. Kwa ni nyakati ngumu, ni nyakati za tabu, ni nyakati za shida, ambao Zaburi 34 mstari wa 7 bila kukosea sema walilia naye Bwana akawasikia, akawaponya na taabu zao. Ndipo tunaposema mavazi ya magunia ni kufikia, ni wakati pia unatuamuru tulie katika hizi nyakati za tabu, ili Mungu atusikie, atuponye na tabu, atuponye na hayo majanga ambayo yeye mwenyewe ameyaamuru yawapate adui zake. Mungu hawezi kuangamiza muovu na mwenye haki. Kwa hata yule ambaye ni mwenye sehemu mwenye haki, inamlazimu anapoyaona hayo lazima ashtuke, lazima aogope. Anasema ni nani nitakayemtazama? Ni yule anayetetemeka anapolisikia neno langu. Ni kweli mwingine anaweza akasema Mungu amesema tusiogope, lakini yatupasa tumuogope yeye auaye roho na mwili pia katika jehanamu ya moto, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa lazima kuogopa. Kwa huu ni wakati ambao hata mnapoletewa taarifa za hali ya hewa, lakini ukiangalia katika msimu wa majira ya vuli na masika katika mkoa wako, unahesabu, unaangalia kama ni April, Mei, Juni. Je, mbegu ya mahindi nitakayoipanda katika hilo shamba itaweza kunipa matokeo ya mbegu yangu, au nitatimiza lile neno la Hagai, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, na mtakula wala mtashiba? Na yule apataye mshahara ili akanunue mbegu na mbolea kutia shambani, ni sawa ametia katika mfuko uliotoboka. Huu ni wakati ambao Mungu analitazama neno lililonenwa na Isaya, Yeremia, Ezekia, Yoeli, Hosea apate kulitimiza. Na akasema kizazi hichi hakitapita mpaka yaone hayo. Maana tayari ni nyakati zilizoamriwa kwamba kizazi hichi kitayaona hayo yote. Na mpaka sasa ni nini ambacho hamjakiona? Ana kama ni matetemeko mmeyasikia, vimbunga mmevisikia, magonjwa kama korona ambayo ni tauni yamesikiwa. Mungu anajaribu kuzungumza kwamba ni nyakati za maandalizi, ambayo tunajua kwamba kuna kuja wakati wa unyakuo. Kwa wateule lazima waandaliwe. Hata mtu anapopata ujauzito, zile nyakati za mwishoni, kuna dalili anaambiwa utaziona. Anapokuwa ameziona dalili zile, inabidi awe katika maandalizi ya kuhakikisha kama ni taksi, kama ni bajaji, imewekwa karibu, ili akaweza kufanya nini? Kujifungua. Kuna maandalio, na maandalio huwa hayaji kwa kufikiri kwamba ni kwa vizuri unavyodhani au unavyofikiri. Ndio kuelekea nyakati za dhiki kuu, ambaye anasema wateule hakika siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka hata mmoja, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa. Kwa hivyo tunaona baadhi ya watu Mungu aliwatimizia mambo yao kwa wakati na majira yao,
mfano wa Ibrahimu katika hichi kifungu elekezi cha Mwanzo 18. Mwanzo 18, naongea na mtu ambaye hata yamkini unatamani upate ndoa, upate kazi, upate maisha mazuri, au inuliwe kimapato, kiuchumi au kihuduma, na unaona mbona mpaka sasa niko kwenye hali ambayo haieleweki, au bado wakati wangu. Ndio maana najaribu kukupa mfano wa Ibrahimu katika kitabu kitakatifu cha Yeremia 18, Mwanzo 18 na ule mstari, twende tuone katika 10 na ule mstari wa 14, nitaruka hapo. Anasema hivi, anasema 10, akamwambia hakika nitakurudia wakati huu mwakani. Hapo anamwambia Sara, akamwambia hakika nitakurudia mwaka huu mwakani. Na tazama, Sara mkewe anamwambia Ibrahimu, malaika amemtokea kumpa habari. Sasa anamwambia, akamwambia hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwepo nyuma yake. Basi mstari wa 10, basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Hapa tunaona walikuwa wazee, lakini Mungu hatishwi na uzee. Mungu hazuiliwi hata na wakati wa Sara kukoma, maanake yeye ndio aliyeweka desturi ya mwanamke kukoma. Hakuzuiliwa. Kilichokuwa kinatazamwa hapa kwangu mimi na wewe ni kutazama nyakati, kwamba haijalishi Abrahamu alikuwa amebeba agano la ahadi kuitwa baba wa mataifa mengi, anakaa kwenye ndoa zaidi ya miaka 25 akiwa anatazamia kupata mtoto, na wengi wanasema huyu ni mtu wa Mungu, anapendwa na Mungu. Kwa nini mpaka sasa hajapata mtoto? Kwa nini majira yanaendelea kutembea? Kwa nini wakati unaendelea? Ilikuwa hujafika wakati, na hili limekuja kwetu kama somo kwa kupitia mfano wa Ibrahimu. Kwa wewe ambaye umefikia wakati umechoka mpaka unaona haiwezekani tena kuzaa, kwa sababu unakimbia kwa kusema umri umesogea, wakati hata Sara iliweza kuondoka desturi ya wanawake kukoma. Lakini Mungu hazuii. Yeye ndio mwanzilishi, yeye ndio mianzo ya dalili na hali aliyowawekea wanawake kukoma. Kwa Mungu hazuiliwi na kukoma kwa hedhi ya mwanamke. Alichokuwa anaangalia, haijalishi umri, haijalishi wakati wa mwanamke umekoma, anachoangalia ni wakati. Anachoangalia ni wakati wa kutimilizwa kwa neno hili. Ndio akasema wakati huu mwakani. Yaani amekuja katika mwaka huu, lakini bado anaendelea kusema wakati huu mwakani. Kama ni mwezi wa 6, wakati huu, lakini mwakani. 14 anasema, je, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Muhula. Maana tutasikia hata shuleni, huu ni muhula wa pili. Kwa Mungu ni Mungu wa wakati. Kasema kuna neno gani la kumshinda Mungu? Wakati kuna jambo gani ambalo Mungu asiloliweza? Ikiwa ni Mungu wa wakati, ikiwa ni Mungu wa majira. Kwa majira yako yapo, wakati wako upo. Wewe uliyechoka, wewe uliyekata tamaa, wewe uliyeona kwamba haiwezekani, nataka nikuambie na nikutabirie jambo hili, kwamba muhula huo
au katika ujumbe huu Mungu anaenda kukutimizia lile ambalo kwako lilikuwa ni teso, kwako lilikuwa ni matukano kama Sara, kwako lilikuwa ni matukano kama Ana. Alikuwa anatukana, lakini Mungu alikuwa anasubiri wakati. Maana nasema ni swala la muda, ni swala tu la kusubiri nyakati zilizoamriwa, ambazo nyakati za kila mtu ziko mikononi mwa Mungu. Lakini nilichokuwa nataka kukifundisha ni watu kujua kwamba watu wengine hawasubiri wakati, wanatumia nguvu kubwa kufosi jambo litokee kabla wakati ulioamriwa. Wanajaribu kutumia nguvu kubwa ili matokeo ya huduma zao, ya biashara zao ziwe kubwa kabla wakati. Ikiwa Mungu amekupitisha hapo, mfano wa jinsi alivyokuwa akiwajaribu wana wa Israeli, akasema nimewapitisha katika jangwa hili ili nipate kuwajaribu. Kwa anaweza akakupa kitu, anaweza akakupa huduma, anaweza akakupa mme, anaweza akakupa mke, anaweza akakupa kazi, anaweza akakupa elimu, lakini ukafikia wakati umemaliza elimu, unatafuta kazi, kumbe kuna wakati ulioamriwa. Kuna ofisi ambayo Mungu ametaka ukae chini ya huyo bosi ambaye anakutimizia haki, una force uende kwenye ofisi yoyote. Baada ya hapo unajikuta unadhulumiwa hata haki yako, kwa maana Mungu hajakuweka chini ya huyo. Kwa watu wengi wana force, watu wengi hawawezi kusubiri wakati. Ndio maana kila mtu anataka afanikiwe haraka haraka. Akiona kwa Mungu kunachelewa, anaenda kwa mganga wa kienyeji, anaenda Freemason, anataka vya haraka haraka. Haraka haina baraka, polepole ndio mwendo. Hata ufalme wa Mungu ufanana na punje ya haradali ambao mtu huipanda katika konde lake, na mwisho huwa kubwa kapita hata ubuyu, mti wa ubuyu, mti wa mkuyu. Ndivyo alivyo Mungu. Mungu ni Mungu wa wakati. Lazima mumsome Mungu kwa sura ya Mungu wa wakati. Mungu ana sura nyingi. Mungu ana sura ya kutimiza jambo kwa watu kwa wakati. Mungu amebeba sura ya wakati wa mtu. Mungu amebeba sura ya nyakati za watu. Neno la Mungu limebeba nyakati za watu. Kwa lile neno haliwezi kutimiliza jambo kwa mtu kama halijafikia wakati wa lile neno kutimiza. Kwa neno la Mungu limebeba wakati, na mtumishi anaweza akawa amepewa neno linalohusiana na wakati wako, na akasema na wewe kwa ajili kulingana na neno hilo la wakati, na ukapishana na huo wakati, na ukajikuta unalia na kujuta. Alisema na mimi, alizungumza na mimi, lakini haukujua wakati uliojiliwa kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu linapokujia, tembea na huo wakati, tembea na hilo neno, tembea na huo, timiza kile ambacho Mungu anakisema ukifanye kwa wakati. Maana wakati huo unapita, nyakati huwa zinasogea na nyakati huwa zisimama. Tumwangalie mfano wa Tamari katika kifungu cha elekezi cha Mwanzo 38. Mwanzo 38 mstari wa 27. Mwanzo 38 mstari wa 27. Tumwangalie Tamari 38 mstari wa 27. Asema ikawa wakati wake wa kuzaa walikuwapo mapacha tumboni mwake. Ikawa wakati wake wa kuzaa walikuwepo mapacha tumboni mwake. Ikawa wakati wake wa kuzaa. Kwa ikafika wakati wake wa kuzaa. Ulipofika wakati wake wa kuzaa, Tamari kumbe alikuwa na mapacha tumboni mwake. Kwa kuna wakati mwingine Mungu anaweza akawa sema, huu ndio wakati wa kuzaa ya wale mapacha. Huu ni wakati wa kubeba mimba. Kwa wengine wanafosi kubeba mimba nje ya wakati. Anaona mbona sibebi mimba? Kulingana na kujikuta
hapati kubeba mimba kwa ule wakati, basi anaenda kwa waganga wa kienyeji ili aweze kufanyia madawa apate watoto, ambao watoto wanaokuja kuwazaa mwishowe wanakuwa ni shida, matatizo. Manake hawakutokana na Mungu, wametokana na namna ambayo mganga amekutengenezea, amekufanyia manyanga. Na kila kitu kinachoenda na wakati wa Mungu, Mungu anakuwa anatangulia uso wake mbele yako. Mungu anakuwa na wewe, anakushika mkono. Lakini watu wengi hawashikwi mkono na Mungu, maana wanajikuta hawako na Mungu, hawatembei na Mungu. Na hata wakati mwingine Mungu anapokuwa na watu kwa wakati, Mungu anapokuwa yuko na watu wao, anataka litimize neno lake kwa wakati. Wengine Mungu anapotaka washikwe mkono, mfano wa Lutu. Tunaona Lutu, ulifika wakati Mungu anataka kuiangamiza Sodoma. Kwa hiyo ikamlazimu Mungu ule wakati atume malaika wawili, wakaenda Sodoma kushika mkono Lutu. Kwa unawezekana Mungu leo kuna namna anasema na wewe kwamba huu ni wakati wa kuifanya kazi yake. Huu ni wakati wa kuwashika watumishi wa Mungu wanaoifanya kazi yake mkono, kwa kuwasapoti ili waihubiri Injili. Lakini ukapishana na wakati ambao Mungu asema yamkini fulani ndio alipaswa umshike mkono, ili hiyo kazi ya Mungu iende kwa wepesi. Kwa unakuta wakati mwingine kazi ya Mungu inaenda kwa ugumu, inaenda kwa uzito, kwa sababu unamtumikia Mungu kwa kipi? Kwa Mungu anapokuwa anaweka mtu kwa wakati, huwa anaweka na watu walio nyuma chini yake, wanaoisapoti huduma, wanaoishika mkono huduma, wanaoifanya huduma isonge mbele. Ndio wanasema viungo, kila moja kina umuhimu na kina angalia. Maana mwingine ni jicho, anaona kwenye nyumba ya ibada nini hakipo. Je, ni meza? Je, ni stuli? Au je, ni viti? Je, ni maiki? Je, ni vitambaa vya kutengeneza nyumba ya Mungu? Je, ni nini ambacho kwa watumishi au wanaoisapoti kazi ya Mungu nini hakipo? Lakini unakuta watu hao wamewekwa chini ya hao watu, na hawatembei, hawatumiki, hawafanyi, hawaombi, hawawaombei ili kutimiza kusudi la kuwavusha na wao kama watu ambao nao wamewekwa kwa wakati na hao watumishi. Kwa kila mtumishi ana kundi nyuma lilokusudiwa na Mungu livushwe kupitia huyo mtumishi. Lakini unaweza ukawa unampinga, unaweza ukawa unamkataa, lakini unapingana na majira yako, unapingana na wakati wako, unapingana na msimu na muhula wa kujiliwa, wa kuinuliwa, wa kuponywa ukimwi, iwe ni presha, iwe ni kansa, iwe ni kifua kikuu, iwe ni malaria. Kwamba kwa jinsi ambavyo Mungu anasema hata haya ni majira ya wagonjwa wa ukimwi, niweze kusema nao neno, kwa kupitia hilo neno Mungu alitazame ili apate kuwaponya magonjwa ya ukimwi. Lakini ndo kwanza waamini wako kwenye tumaini la ARV za kufubaza magonjwa hayo ya ukimwi, ya kufubaza virusi VVU. Lakini Mungu anataka kutoka katika utumwa huu wa kumeza dawa na kuona Mungu jinsi anavyozungumza kuweka ukomo hata kwenye kupitia mataifa mnaotegemea misaada ya ARV, akiwa anasema msaada wako huu karibu. Kama mwingine anaweza akawa naomba, Mungu naomba uniinulie msaada kutoka patakatifu pako. Mungu anakuinulia watumishi kuwa msaada wa kukuombea utoke katika utumwa wa dawa za ARV, wa presha, kisukari. Lakini hata wanapotaka kusema na wewe, wanaposema na wewe kwa neno, unakuwa msikiaji wa neno na sio mtendaji. Amka katika usingizi wewe ulalaye.
kwa maana wakati ni ukuta. Wakati huo unaisha, na unapoisha wakati huo unakuja wakati mwingine ambao unakuta Mungu kwa huo wakati alitaka kutoe kwenye maisha magumu, akutoe kwenye ugumu wa maisha, akutoe kwenye matatizo ambayo unayapitia ya kumeza dawa, ya kuugua. Tambua sasa, amka ili uweze kuelekea kusudi ambalo Mungu amekuwekea mbele yako kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ni hayo tu ambayo nilitaka uyapate msikilizaji na mtazamaji, na kuona mfano mzuri pia jinsi Yesu pia alikuwa akizingatia wakati, na ilimpasa hata yeye pamoja na ya kwamba ni Mungu, pamoja ni Mungu, alikuwa anatiisha vitu vyote chini yake. Alikuwa anafuata kanuni za muda sawasawa na Mungu alivyokusudia kwake. Tuone mfano huu nikiwa nahitimisha kwamba Yesu Kristo alikuwa anazingatia wakati, na ilikuwa inampasa hata yeye pamoja na Mungu kutiisha vitu vyote chini yake. Pamoja na kwamba Mungu alikuwa ametiisha vitu vyote chini yake kwa wakati, alikuwa pia anafata kanuni za muda sawasawa na uthibitisho huu. Tuone katika kitabu kitakatifu cha Sheria Ufalme wa Mungu, katika Yohana 7 ule mlango wa 6 na ile aya ya 8. Sema, basi Yesu akamwambia, haujafika bado wakati wangu, haujafika bado wakati wangu, ila wakati wenu siku zote upo. Mstari wa 7, ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali hunichukia mimi, kwa sababu mimi na ushuhudia kuwa kazi zake ni mbovu. Ule mstari wa 8 asema, kweeni ninyi kwenda kula sikukuu, mimi sikwei bado kwenda kula sikukuu hii, kwa kuwa haujatimiza wakati wangu. Kwa kuna sikukuu nyingine zimewekwa na Wakristo kama unazodai Krismasi, Pasaka, lakini Mungu anakuwa yuko na ninyi kwa huo wakati wenu. Anasema wakati wangu mimi wa kula hiyo sikukuu bado. Wakati wa kula sikukuu hiyo bado. Ndio ukirudi kwenye maandiko utaona hata Pasaka ilikuwa inaadhimishwa tarehe 14 ya mwezi wa kwanza, na tunaona tena tarehe 14 ya mwezi wa pili ilikuwa ni siku ya Pasaka. Lakini watu hawaendi na wakati, wanajiendea wao wenyewe. Kwa nasema wakati wangu, ninyi mna sikukuu zenu, lakini mimi sikukuu yangu bado. Hapa katika mstari huu wa Yohana 7 mstari wa 8 nasema, kweni ninyi kwenda kula sikukuu, mimi sikwei bado. Kwa unakuta watu wanakwea kwenye nyumba za ibada, lakini Mungu anakuwa hayupo pamoja nao. Wanakwea katika mazingira, kwenye biashara, wanakwea katika na ofisi, wanakwea katika ndoa, katika maisha yao kadha wa kadha, lakini Mungu anakuwa hakwei nao, kwa sababu anasemaje? Sikwei bado kwenda kula sikukuu hii, kwa kuwa haujatimiza wakati wangu. Kwa Mungu yeye anajua kanuni na anasubiri wakati. Haendi na upepo, haendi kama wanadamu waendavyo, afanyi wanadamu kama wafanyavyo. Yeye hufanya kwa wakati wake. Kwa sema nyie kweni. Kwa tunaona kwa jinsi gani Mungu anafundisha. Tunapata kufundishwa kwamba tuna sababu ya kuona kuna vitu vingine kwenye maisha, tusipokuwa tunasikiliza sauti ya Mungu inaposema na sisi kwa ule wakati, unakuta watu wengi wanapanda, wanahubiri, wanafunga, lakini sio wakati wa Mungu wa kuamuru wafunge na kuomba. Watu wanakwenda kwenye sikukuu za Pasaka, Krismasi, lakini Mungu anakuwa haambatani, akwei na wao katika maeneo hayo rasmi waliotenga kula Pasaka au kufanya sikukuu yoyote ile. Wanakuwa wanakula peke yao, wanakuwa wanashiriki
wanashiriki hiyo sikukuu peke yao, lakini Mungu anakuwa hahusiki wala hayupo pamoja nao. Hivyo neno hili limekuja ili kujifunza na kujua kwamba Mungu ni wa wakati na majira, na Mungu huwa anaheshimu neno lake kuliko jina lake, maana neno pia limesimamia wakati. Ndio maana hata Habakuki nasema, maana njozi hii bado ni kwa wakati wake. Kwa kuna njozi nyingine mtu analazimisha, amelala, anaamka naona fedha nyingi kwenye kabati, anaamka anasema ni njozi tu. Kumbe kuna wakati wako umeamriwa uwe na hizo fedha, lakini mwingine ataforce wakati wa kuzipata, lakini kumbe ilikuwa ni bado. Sema Mhubiri Habakuki 2:3, maana njozi hiyo bado ni kwa wakati ulioamriwa. Kwamba nini? Kwamba njozi hiyo ni bado wakati wake hujaamriwa, ili upate, ili uinuliwe, ili uponywe, ili ufunguliwe, ili uinuliwe. Lakini kuna wakati mwingine Mungu anakuwa ameshaamuru. Sasa kwea, waombee, wafungue, sema nao, zungumza nao, lakini watu wasijue anayezungumza nao ni Mungu wa wakati, ni Mungu wa majira. Anasema ni wakati wako wa kuponya ukimwi, ni wakati wako wa kuponya vidonda vya tumbo, ni wakati wako wa kuingia kwenye ndoa, ni wakati wako wa kufanya jambo fulani, alafu kupitia hilo jambo Mungu akakufungulia milango yako. Lakini tumesema mara ngapi kupitia mtandao huu, mmekuwa wasikiaji na sio watendaji. Mungu wape macho ya roho na masikio yenu yazibuliwe, mpate kusikia vyema na kuona vyema kwamba wakati huu anayesema nao ni mtu wa wakati aliyoamriwa. Akisema ni yeye Mungu amesema, akizungumza ni Mungu amezungumza, kama ilivyoandikwa, pasipo neno hakuna chochote kilichoweza kufanyika. Mbingu na nchi zilifanyika kwa neno lake. Na leo nikisema kwa neno la Bwana upone ukimwi, ufunguke kibiashara, kiuchumi, unafunguka. Kikubwa unatakiwa uamini, maana wengine hawakuingia kwa sababu ya kutokuamini. Mwaminini Mungu mtathibitika, waaminini manabii wake mpate kufanikiwa. Kwa kuna mafanikio mengi unapishana nayo, mtazamaji, msikilizaji ambaye umekuwa msikiaji lakini sio mtendaji. Kwa nimejaribu kusema na wewe, nimejaribu kuzungumza na wewe. Kwa hiyo hakikisha unakuwa makini, tembea na wakati na majira ambao Mungu ameamuru kwako. Na mtu wa wakati na majira mshike vizuri, na shika kile ulicho nacho, asije akatwaa adui. Mungu akubariki sana. Shika funguo hizi, maana neno hili pia ni funguo za majira, ni funguo za kukufungulia biashara. Neno la Mungu ni funguo za kufungua afya yako, ni funguo za kufungua akili yako, ufahamu wako, fungua maisha yako, kukufungua kutoka kwenye vifungo vya kumeza dawa za ARV. Tumia nafasi uliyoipata, mpendwa katika Kristo, ili upate kumuona Mungu kwenye maisha yako na useme hakika, yule Mungu wa wakati na majira nimemuona. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuwa pamoja naye. Amen.